Katika kipenga cha michezo, Chelsea washinda taji la shirikisho la UEFA Conference League. Klabu hiyo ya ligi kuu ya Uingereza ilishinda taji hilo baada ya kuandikisha ushindi wa magoli 4-1 dhidi ya Real Betis ya Hispania usiku wa kuamkia Alhamisi. Licha ya kuonekana kuzidiwa katika kipindi cha kwanza, vijana wa kocha Enzo Maresca rejea kwa kishindo kipindi cha pili na kuwazidi nguvu wapinzani wao. CAF imeonya Kenya na majirani zake wa Afrika Mashariki kwamba haki ya kuandaa AFCON mwaka wa 27 si salama, huku kukiwa na maendeleo ya polepole ya maandalizi ya CHAN mwaka wa 24. Kenya inahisi shinikizo kutokana na maendeleo yake ya polepole katika maandalizi ya michuano ya mataifa ya Afrika ya 24 CHAN, lakini inaweza kuongeza zaidi. Huku kukiwa na miezi miwili kabla ya mashindano hayo, viwanja viwili vya Kenya viliotengewa kuandaa CHAN mwaka 24, Kasarani na Nyayo, haviko tayari, huku Ulinzi Complex pekee ndio umeidhinishwa kufanyiwa mazoezi. Hilo limewaacha wakaguzi wa CAF wakiongozwa na katibu mkuu Verona Mosengo omba kusikitishwa na maendeleo ya polepole, huku Kenya ikijiandaa kuandaa mchuano huo pamoja na majirani Uganda na Tanzania. Huku ukiwa na wasiwasi juu ya maandalizi ya CHAN mwaka wa 24, Mosengo omba ametoa onyo kwa mataifa matatu ya Afrika Mashariki kwamba michuano ijayo itakuwa kama majaribio kwao kabla ya kombe la mataifa la Afrika wa 27, haya ambayo haki ya kuandaa michuano hiyo ilipewa Kenya, Uganda na Tanzania. Kwenye masuala ya uhamisho kwenye sehemu hii ya kipenga ni kwamba Real Madrid wanaharakisha kumsajili winga wa Bayern Leverkusen Florian Wirtz, sasa ambapo kocha wake wa zamani Xavi Alonso ametangazwa kuwa kocha mpya wa Los Balcosa, licha ya mchezaji huyo wa kimataifa wa Ujerumani mwenye umri wa miaka 22 kuhusishwa zaidi na Liverpool. Newcastle wako tayari kutoa ofa ya kuwasajili beki wa Crystal Palace na Uingereza Mark Guehi miaka 24 na mshambuliaji wa Cameroon mwenye umri wa miaka 25 wa Brentford Brian Mbeumbo katika majira haya ya joto. Brentford wamefuata Liverpool kuhusu kumsajili kipa wao Kohem Keila miaka 26 ambaye ana thamani ya pauni milioni 20. Hatua ya kumsajili Keila inakuja wakati Brentford wanajiandaa kumruhusu kipa wa Uholanzi mwenye umri wa miaka 31 Mark Freken kujiunga na Bayern Leverkusen. Bayern Munich wanavutiwa na mshambuliaji wa Liverpool Cody Gakpo miaka 26, klabu hiyo ya Bundesliga ikiwa moja ya timu tatu ambazo mchezaji huyo wa kimataifa wa Uholanzi anaweza kukubali kujiunga nao moja kwa moja. Beki wa pembeni wa Bournemouth Milos Kakeza tayari amekubali kujiunga na Liverpool na hakuna wasiwasi kuhusu masharti binafsi kwa mchezaji huyo wa kimataifa wa Hungary mwenye umri wa miaka 21. Wakala wa mshambuliaji wa Manchester United Marcus Rashford amekutana na mkurugenzi wa michezo wa Barcelona Deco, huku mchezaji huyo wa kimataifa wa Uingereza mwenye umri wa miaka 27 akitamani sana kujiunga na mabingwa hao wa La Liga. Arsenal wamelenga kumsajili winga wa Ujerumani mwenye umri wa miaka 29 Leroy Sane ambaye mkataba wake unamalizika Bayern Munich msimu huu wa joto. Wakati huo Newcastle ni moja ya vilabu vinavyomfanyia kazi dili ya kumsajili mshambuliaji wa Ipswich Town
Liam Delap miaka 22 ambaye pia ana ofa kutoka Chelsea, Manchester United na Everton. Wakati huo huo, Arsenali wameweza kufahamishwa kuhusu RB Leipzig wanapaswa kulipa pauni milioni 92.5 ili kumsajili mshambuliaji wa Slovenia mwenye umri wa miaka 21 Benjamin Sesko ambaye pia anasakwa na Manchester United. Kiungo wa Uingereza Jordan Henderson miaka 34 anaweza kuondoka klabu ya Uholanzi ya Ajax na kurudi kwa kushangaza kwenye klabu yake ya nyumbani Sunderland msimu huu wa joto. Mabingwa wa Italia Napoli wako tayari kukamilisha usajili wa bure wa Kevin De Bruyne miaka 33 na mshambuliaji wa Canada mwenye umri wa miaka 25 Jonathan David kujiunga na klabu hiyo ya Serie A mkataba yao itakapomalizika kwenye vilabu vyao vya Manchester City na Lille mwezi ujao. Wakati huo hatimaye Roma wako karibu kumteua Gian Piero Gasperini kuwa kocha wao mpya baada ya Muitaliano huyo kuondoka Atlanta baada ya miaka 9 kukinoa kikosi hicho. Na hicho ndio kipenga cha michezo.